sifa ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Unaweza ukaketi. Na wasikilizaji wetu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao, tunawakaribisha katika ibada hii ambayo inaendelea hapa kanisa la Evangelistic Assemblies of God hapa Kijichi. Karibu kwenye ibada ya neno la Mungu. Sasa baada ya kuwa pamoja na sisi katika ibada ya sifa na kuabudu, na Mungu atakutendea mema. Matendo yake tunayajua, matendo yake ni ajabu. Tunaendelea na somo letu la badilisha fikira zako ili uweze kuwa mtu wa furaha, ili uweze kuwa mtu wa amani, ili uweze kuwa mtu wa imani, ili uweze kuwa mtu jasiri, ili uweze kuwa mtu wa matumaini, ili uweze kuwa mtu hodari, na ili uwe na afya. Badilisha fikira zako. Andiko letu tulisoma kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Sijajua kama kuna mtu ataenda haraka kunisomea maandiko. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8, tulianza kusoma mstari wa 21. Biblia nasema, huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Simoni akajibu akasema, niombeeni ninyi kwa Bwana, yasinifikirie mambo haya mlioyasema hata moja. Somo letu linasema badilisha fikira. Na fikira ndiyo inayompa mtu kujiwazia. Zilivyo fikira zake ndani, mtu ndivyo hujiwazia. Wafanyabiashara ni wafanyabiashara kwa sababu ya fikira zao. Polisi ni polisi kwa sababu ya fikira yake. Na mhubiri, fikira yake imemfanya kuwa mhubiri. Huwezi kuwa mtu wa furaha, huwezi kuwa mtu mwenye amani, huwezi kuwa jasiri kama fikira zako zimejaa fikira zisizokupa ujasiri. Tulisoma katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 45, unasema mtu mwema katika hazina yake njema ya moyo wake hutoa mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Moyo uliojaa mawazo mazuri una mipango mizuri. Nafsi iliyojaa fikra nzuri ina mipango mizuri. Leo nitahama kidogo pale tulipoishia siku ile. Nitaenda mahala pengine kabisa. Nitaenda mahala pengine kidogo. Nitaanzia hapa. Naanzia hapa. Hauhitaji kusubiri maisha yawe makamilifu ndipo uwe na furaha au ndio ufikirie positive. Wanasifiwe. Natamani fundisho hili libadilishe mawazo yako, kwa sababu hautatenda jambo ambalo huliwazi. Ukimwona mtu anakimbia, kuna wazo.
limempelekea kimbie. Ukimwona mtu anaogopa, kuna wazo limempelekea aogope. Na ukimwona mtu analia, liko wazo limempelekea alie. Matokeo yoyote ya binadamu yanategemea mawazo yanafanya nini. Mawazo yakikaa vizuri, unakuta tu anashangaa uso umefunguka, anatabasamu. Lakini mawazo yakifungamana huko, unashangaa uso umevutana. Siku moja nikiwa natembea, tena kwenye ukumbi wa mikutano, na ni ukumbi wa watu wengi, kwa ukumbi mkubwa wa watu zaidi ya 3,000, na ndio viongozi. Wakati tunatembea kwenye ukumbi, ghafla nikakutana na mtu anafanya namna hii. Yaani yuko. Sasa nikapishana naye, lakini nikageuka nikamwangalia. Bado anafanya. Kumbe katika ule ukumbi, yeye walikutana na mke wake wakiwa katika ugomvi, walishatengana. Wametengana muda sio mrefu, lakini kutokana na kazi zao wamekutana ukumbini. Na kwa sababu anamwona anaongea na mtu mwanaume mwingine pale, wanatabasamu, wanacheka. Wazo lililokuja huko ndani, yule ndio aliyeniharibia ndoa yangu. Sasa tukiwa ukumbini, alienda akamkwida yule mwanaume, akamnyonga shingo. Kumbe ile wazo likaenda kutokea. Fikira ukiziachia zinakwenda. Ukiona mtu anawaza kuua, ataua. Sasa nasema hivi, hauhitaji kusubiri maisha yawe makamilifu ndipo uwe na furaha. Andika pia hivi, kusubiri hivyo ni kujiweka kwenye nafasi ya kutofurahi maisha yako yote. Yaani ukisubiri kwamba mazingira yote yawe okay, mambo yote yamejipanga vizuri, ndipo ni furahi, unajiweka, unajiposition kwenye kukaa kwenye huzuni, kilio, mateso siku zote. Hata kama mazingira ni mabaya, fikira zako zitakusababisha ufurahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya dunia hii hayawezi kukamilika kama ya mbinguni, na matatizo hapa duniani hayatakuja kuisha matatizo, na hautakuja kukombisi wanadamu wote wakupende, wakusifu, wakushukuru, hata unaowasaidia. Sasa ukisubiri mpaka waishe wanaonisema vibaya ndio nifurahi, utaumia. Utakufa, utazidi kuumia. Ukisubiri mpaka watu wa appreciate wote kwamba kumbe huyu ni mtu sahihi, itakupa shida. Andika hivi, furaha sio matokeo ya mazingira. Na sio matokeo ya mafanikio, bali mazingira na mafanikio ni matokeo ya fikra. Matokeo, yani mazingira yanatengenezwa na fikra nzuri.
Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 22 hadi 26. Kama kuna mtu anisomee haraka kidogo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Naomba mtu mmoja haraka sasa mnachelewa nikisema. Nitamani nione mtu amesimama anasoma. Tutaona hapo. Hebu soma. Yaani vijana wangu mmeko slow. Mike ingekuwa kule, soma tu. Yaani hamna hata shemasi anayejitambua hiyo, mpaka mzee wa kanisa anakimbia. Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia mstari wa 22, Biblia inasema, mkutano wote wakaondoka wakakwea wakawaendea makuhani wakiwavua nguo nitarudia mstari wa 22. Makutano wote wakaondoka wakawaendea mahakimu wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini ilipokuwa karibu usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa... Naomba nisome mstari wa 21. Nasema sura ya 16. Umeanza kusoma mstari wa ngapi? 22. Haya, nianze mstari wa 22. Makutano wote wakaondoka wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu. Nataka kukuonyesha mazingira yanayowakabili hawa watu. Wakatoa amri wapigwe kwa bakora, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakawaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata msingi wa gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo. Naomba nisikilize vizuri. Nimesema hivi, mazingira hayaamui uwe jasiri, hayaamui uwe na furaha, hayaamui ujisikie vizuri, ila fikira za ndani zinaweza zikaamua katikati ya mazingira yoyote. Hawa watu, Biblia inasema hivi, watu wote wa mji mzima wakaendea makadhi, yani mahakimu, wakapiga kelele kwamba mahakama itoe amri hawa wavuliwe nguo. Mahakama ikatoa mamlaka. Hebu fikiria, juu ya mji wote wakavuliwa nguo. Wako uchi hao, mazingira ya kuwa uchi mbele ya haraiki. Halafu Biblia inasema hivi, wakaamuru mahakimu wawapige kwa bakora nyingi. Baada ya kuwapiga bakora nyingi wakiwa uchi, wakamwamuru mkuu wa gereza awalinde kuliko wengine,
awafunge kuliko wengine, wakafungwa mikono, wakafungwa miguu, wakafungiwa na kwenye manguzo maalum, tena ndani ya chumba cha ndani ambako wafungwa wengine wanawaona ni kama manondonondo hivi, wamefungiwa, wanawaangalia hivi kwenye matundu. Wafungwa wengine wakiwa na huzuni ya kuwa gerezani, wao fikira zao zikawapa kufurahi. Haleluya! Nini kimeamua hawa waimbe nyimbo za kumsifu Mungu, wafurahi? Fikira zao katika mazingira ya kuwa uchi, katika mazingira ya kupigwa mapigo mengi, katika mazingira ya michubuko, wafungwa wengine wana nguo zao, wao wako uchi, lakini katika mazingira hao wao wana furaha kuliko waliovaa. Fikira zao. Haleluya, haleluya. Stefano katika mazingira ya kifo ndipo alipopata amani na furaha nyingi, hata kuwasamehe adui zake. Matendo ya Mitume 7:58 hadi 60. Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia mstari wa 58 hadi 60, Biblia inasema wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vyema katika mazingira ya kuuawa, anajua kabisa anauawa, lakini fikira zake. Naomba tuingie kwenye fikira za Sauli na Sila, tuingie humo. Kwa nini wanafurahia kuwa uchi? Kwa nini wanafurahia kuwa wamefungwa mikono? Kwa nini wanafurahia kuwa wamefungwa miguu? Kwa nini wanafurahia kuwa kwenye ulinzi unaopelekea wakauawe? Wamelindwa kwa lengo la kuja kuuawa, lakini fikira zao zinawapelekea kufurahi. Haleluya. Sikiliza, rubani ni rubani kwa sababu ya fikira zake. Mtu akiwa na mawazo kwamba mimi bwana, masomo ya sayansi magumu, ni fikira yake, na atakuwa hivyo hivyo kwake, atakuwa magumu na hatakuwa mwana sayansi kwa sababu ya fikira yake. Lakini akisema mimi nitakuwa mwana sayansi, fikira yake itampeleka hapo. Kwenye moyo wa Sauli ambaye ni Paulo na Sila palikuwa na mawazo haya. Palikuwa na mawazo haya. Sura ya 19 ya Matendo ya Mitume sitaki tusome, na sura ya 26 ya Matendo ya Mitume yameonekana haya mawazo. Palikuwa na mawazo haya. Moja, alikuwa wanaona kwamba na sisi tumestahili heshima na utukufu aliyoupata Kristo kwa kuteswa kwa ajili ya Injili. Unaona fikira zake? Haleluya. Hajioni kama mtumwa tu anayeteswa. Fikira zake anasema hivi, na sisi tumestahili. Wazo hili tumelikuta kwa kina Petro pia, sura ya Matendo ya Mitume sura ya 4. Biblia inasema nao walipopigwa, wakapigwa, halafu wakafukuzwa, wakaambia nendeni, lakini tusiwasikie tena mkihubiri. Ndani wao wanasema wakatoka kwenye baraza wakifurahi, wakisema tumefurahi kwa sababu tumeshiriki heshima Yesu aliyoshiriki kwa kupigwa, Mungu akamheshimisha. Maana yake fikira zao, teso lao waliliona ni fursa ya kwenda kwenye utukufu. Haleluya.
Haleluya. Wao tafsiri ya mateso yale waliona kupigwa fimbo moja, ina maana kama zingepigwa tatu. Nafikiri Paulo anasema hivi, anasema nimepigwa mapigo mangapi? Nyewe wasomaji wa Biblia, anasema nimepigwa mapigo mangapi? Anasema nimepigwa mapigo 40 kasoro moja. Na lile kasoro moja alikuwa analidai na lenyewe lipigwe, kwa sababu tafsiri fikra yake anaona kwamba Kristo Mwokozi Yesu pale msalabani kwenye yale mateso ndio yaliyomwingiza kwenye utukufu mkubwa kuliko wote. Tafsiri yao. Mazingira yakiharibika, lakini fikira zikabaki salama, hautaharibikiwa. Mazingira ya Paulo yuko uchi, fikira ziko salama. Matokeo ya fikira zake Mungu akawatukuza, gereza likatikisika. Matokeo ya fikira zingeona labda tuna dhambi, wa nini tumepigwa. Siku moja mimi tulipigwa na Askofu Bangela, tulipigwa kwa ajili ya kuhubiri miaka ya nyuma huko. Mimi nikasema kweli Bwana ametutuma, maana mimi nikaanza fikira zikaharibika. Nikaanza kusema kweli Mungu ametutuma au tumejituma? Fikira zikaharibika. Lakini yeye amepigwa, fikira zake hazikuharibika. Matokeo Mungu, niliwaambia hivi Jumapili iliyopita, fikira au akili ya mtu ni nguvu inayomuunganisha na ulimwengu wa roho wa Mungu, inamuunganisha na utendaji wa nguvu za Mungu, fikira. Kwa hiyo ikiharibika haungani na ule utukufu. Ilipokuwa njema, Paulo na Sila wakaanza kumwimbia Mungu, wanamtukuza Mungu. Andika hivi, fikira chanya huvuta mtazamo chanya na maazimio chanya, na huleta maamuzi chanya. Danieli 3:16 hadi 18. Alafu utasoma na Danieli 3 hiyo 21 hadi 30. Soma msomaji. Katoka. Aliyekuwa anasoma ameenda wapi tena? Basi asome mwingine. Wote humu hamjui kusoma Biblia. Danieli 3:16 hadi 18. Danieli 3. Nimezungumza hivi, mazingira chanya ndio huleta matokeo chanya, na fikira chanya huvuta mtazamo chanya, na mtazamo chanya huvuta maamuzi chanya. Hauwezi kuamua kama fikira imegoma. Ili uamue kuingia kutenda kitu, fikira kwanza ikubaliana. Hebu soma hapa Danieli 3:16 hadi 18. Biblia inasema ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Maamuzi. Soma mstari wa 21. Mstari wa 21, Biblia inasema basi watu hao. Hebu ishia tu hapo. Watasoma na mwingine mtasoma nyumbani 21 hadi 30. Maamuzi waliochukua kina hawa watu wanne, hawa watu watatu, kina Danieli na wenzake.
maamuzi tutupwe kwenye moto, ndio maamuzi yaliyopatikana. Sisi tunachagua tusipigiwe ngoma, tumechagua tutupwe kwenye moto. Maamuzi yalitokana na nini? Fikira. Fikira yao ilikuwa inasemaje? Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Fikira zao zinasema hivyo, Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Kutokana na fikira hiyo, kwa hiyo hata motoni tutupe tu. Fikira zetu tunachoelewa kwamba hata tukitupa kwenye moto, Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Fikira hiyo ndio imetoa maamuzi. Fikira ikiharibika, utaamua vibaya, utaamua isivyo sahihi, utaamua kwenda kwenye tatizo. Wana wa Mungu wao wamekaa wote wakasema, mfalme, tunakuheshimu, tunakupenda, usijisumbue, tutakuwa kama tunakuzihaki kutupigia tena ngoma, wakati tunajua fikira zetu hazikubaliani kuabudu misanamu, lakini fikira zetu zinaamini hata kwenye moto Mungu atakuwepo pamoja na sisi. Fikira zetu tunaamua kwenda motoni kwa sababu fikira za mioyo yetu, fikira za nafsi zetu, akili zetu zinaamini, zinaelewa. Kwa hiyo we mfalme, kama ni motoni tutupe tu. Biblia inasema wakatupwa wakiwa wamefungwa mikono na miguu ndani ya moto. Baadaye mfalme anasikia ibada ndani ya moto, watu wanaimba. Nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana. Wanaimba, anasema mfalme akachungulia. Alipochungulia, Biblia inaniambia hivi, akashtuka, akasema, mbona ninaona watu 4 na tulitupa 3? Fikira zao ziliwaza kwamba Mungu wetu atakuwepo na sisi kwenye moto. Na hicho ndicho Mungu, nilikwambia Mungu huitikia fikira zetu. Haleluya. Kanisa la Makedonia walikuwa na fikira ambayo ilibadilisha mazingira yao. Wakorinto wa pili 8:1 hadi wa pili. Naomba msomaji unisomee. Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa pili. Kanisa la Makedonia fikira zao zilibadilisha maisha yao. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 na wa pili, Biblia inasema Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Hebu rudia tena. Wakorintho wa pili 8:1 hadi 2, Biblia inasema, tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki, wakati wana dhiki na tabu nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao, katika hali ya tabu, shida na majaribu mengi, ndipo walikuwa na furaha nyingi zaidi. Kwa nini? Wakati wa matatizo ndipo furaha inaongezeka. Kwa nini? Fikira zao. Andika hivi, chochote kilivyo au vyovyote ilivyo, mwenye fikira nzuri ukitafsiri kuwa ni kizuri. Chochote, hali yoyote, mwenye fikira nzuri huitafsiri kuwa ni kitu kizuri. Hali yoyote, mazingira yoyote.
hata maadui zake huwaona ni fursa ya kumwingiza kwenye utukufu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata mayuda wake anawaona hawa ndio watakao nifanya nitimize makusudi yangu kikamilifu. Fikira tu. Mtu mwenye fikira nzuri chochote yeye, lakini pia andika hivi yake, mwenye fikira mbaya hata watu wema huwatafsiri kuwa wabaya, na hata taarifa nzuri kwake huzibadilisha kuwa mbaya. Lakini mwenye fikira nzuri, kila jambo anajitafsiri vizuri na analiona katika muono wa baraka kwake. Oh, haleluya. Badilisha fikira zako ili uanze kufurahi, ili uanze kuwa jasiri, ili uanze kuwa na amani, ili uwe na imani na upange na kuamua mambo mema tu. Narudia tena. Mtu mwenye fikira nzuri ambazo zimetunzwa, zimesalimika, zimerutubishwa katika mawazo yake, amerutubisha fikira zake, mawazo yake na akili zake, anawaza vizuri kwa usahihi. Chochote kilicho mbele yake ukitafsiri vizuri. Hali yoyote ikimtokea anapata tafsiri nzuri. Watu wowote hata wabaya yeye huwatafsiri vizuri. Hata wauaji wake yeye huwatafsiri vizuri. Haleluya, haleluya. Nisomee Mwanzo 50 mstari wa 15 hadi 21. Mwanzo 50 mstari wa 15 hadi 50. Mtu mwenye fikira zilizopunzwa hazijaharibiwa na shetani, hazijaharibiwa na mazingira, hazijaharibiwa na mambo aliyoyaona, hazijaharibiwa na mambo mabaya aliyosikia, hazijaharibiwa na uzoefu mwingi aliyokutana nao mbaya, bali zimetunzwa zitabaki salama. Hata chochote kikimtokea kibaya, muono wake huona hapa ni pazuri na huona matokeo mazuri, na wauaji wake akikutana nao huona hawa ni watu wa maana na wa mafanikio kwao. Na kwa sababu ndivyo anavyowaza kupitia Mungu wake, Mungu hushuka kuitikia hicho. Haleluya. Mimi mchawi kwangu ananisaidia kujulikana kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Mfuga majini ananisaidia kujitangaza kwamba yule ni mtumishi wa Mungu aliye akinirushia majini yake. Haleluya, haleluya. Anayenisingizia chochote polisi, anawasaidia polisi kuamini kwamba huyu ni mtu safi. Haleluya, haleluya. Polisi akienda kwambia yule ni jambazi yule, wataanza kunipeleleza, ndipo watakapogundua kwamba huyu ni mtu wangu. Haleluya. Wewe yule mbaya wangu mimi, sikiliza, badilisha fikira zako. Badilisha fikira zako. Hebu soma hiyo Mwanzo 50:15 hadi 21. Mwanzo 50:15 hadi 21 Biblia inasema, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Hawa ni waovu ndugu zake Yusufu. Yusufu hana mawazo mabaya juu yao. Wao hata mtu mwema wanamuwaza ni mbaya. Simeona? Simenielewa? Ndugu za Yusufu wanafikira mbaya. Hata mtu mwema kwao anayewaokoa na njaa, anayewaokoa na mabaya, wanamwazia mabaya. Unaona ukiharibikiwa fikira? Mnaona ukiharibikiwa fikira? Yaani Yusufu amewaokoa na njaa, halafu amewatunza, akawatambulisha kwa Farao kwamba jamani, hawa ni ndugu zangu wa damu, baba mmoja hawa.
basi wapewe chakula kingi na wapewe na ngamia na farasi, wasindikizwe na maaskari, wapeleke chakula kwao, halafu wasibuguziwe na wasinunue na hela warudishiwe. Yaani amewatetea. Lakini kwa sababu wao mawazo ni mabaya, fikira imeharibika, wanamwazia atawaua. Fikira ikiharibika, utaona hata Mungu anakutenda mabaya, lakini fikira ikitengenezwa, utamwona hata shetani anakutendea mema. Haleluya, haleluya. Shetani ananitendea mema mimi mara nyingi sana, ananisaidia sana. Anapoinuka majaribu, ananisaidia nimsongelee Mungu. Haleluya, haleluya. Amekuwa chombo kizuri kwangu cha kunifanya niwe karibu na Mungu. Hebu endelea kusoma hapo. Mstari wa 16, wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akisema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zangu, uwaachilie. Wametunga uongo kwamba baba kabla hajafariki alitoa usia kwamba nikifa usije ukawalipiza mabaya waliokutenda ndugu zako walipotaka kukuua wakakuuza Misri. Usiwatende, kwa sababu sasa wewe ni mtu mkubwa, ni waziri mkuu wa nchi na ni tajiri, unamiliki majeshi na wao ni watumwa tu kwako. Hebu endelea kusoma. Wanatunga uongo, wanamuwazia na yeye ni mbaya kama wao, kwa sababu ya ubaya wa mioyo ya fikra zao. Naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao la dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Tafsiri ya Yusufu, mlipoazimia kuniua, mlifanya vema. Mlipoamua kuniuza, ndio maana tumepata wokovu na baba yetu na ninyi mjafa njaa na watoto wenu. Bila kuniuza tungeponaje? Tafsiri ya Yusufu, mabaya anayaona kuwa ni mema. Haleluya, haleluya. Kwa nini usiushukuru ugonjwa uliokuleta kwa Yesu na mchongo? Yule pepo aliyesababisha uje kwa Yesu, kwa nini usimwambie wewe umefanya la maana? Ulienda kwa yule mchawi ukamshuhudia, ukamwambia chukua na soda unywe. Haleluya, haleluya. Sio, unanielewa? Huku kukiharibika unakosea kila kitu. Ukijiona wewe hupendwi, kila mtu atakaye kutazama utaona ananichukia. Unavyojiwazia, fikra imeharibika. Ukijiona watu wote wanakunyanyapaa, kila unayemwangalia utaona anakunyanyapaa na watakunyanyapaa na utanyanyapaliwa. Ukijiona mimi wananibagua, kila mtu atakaa mbali na wewe. Fikira yako ibadilishe. Wanamwambia hivi, sikiliza, baba yetu kabla hajafa, kwanza wametunga uongo. Utasema na uongo kwa sababu ya fikira tu imeharibika. Fikira yako ikiharibika, utasema na uongo. Anasema baba yetu alipokaribia kufa, aliacha usia. Alisema hata akifa usitulipize kisasi cha mabaya tuliyokutenda. Tafsiri zao kwenye fikira zao wakuwa zimeharibika. Sikiliza, ngoja nikwambie Yusufu. Niligusa kidogo siku ile ya Jumapili. Mtu anapotafakari mambo mazuri, mtu anapotafakari kujiwazia mazuri,
Anapojiwazia mbele za Mungu, anaona moyo wa Mungu unamtazama vizuri, unamkusudia mema. Anapojilinganisha na haki za Mungu, anaona ni za kwangu. Mimi ile Isaya sura ya 66, 61, mimi huwa nimeiandika majina yangu yote, imeandikwa kwa ajili yangu. Ngoja nikuonyeshe tu kidogo, sisome yote, nikusaidie kitu kimoja alafu nikamalizia nilichokuwa nakisema hapa. Mawazo yako yabadilishe, waza vizuri, waza kama Mungu anavyokuwazia. Usijiwazie shetani anayokuwazia. Usitumie mawazo ya shetani kujiwazia mwenyewe. Shetani acha ajiwazie vyovyote, yeye amekataliwa. Wewe bado unakubaliwa na Mungu. Sura ya 60 nasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia wewe Joseph. Nimeandika jina langu, ninajiwazia hivi. Haleluya. Nasema, maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako Joseph. Haleluya. Haleluya. Biblia yangu mimi nimeandika hivi. Najiwazia kwamba wakati dunia inakuwa ngumu, inakuwa giza kwa watu, hakuna tumaini, Mungu ndipo anapotokea kunipa matumaini. Haleluya. Haleluya. Hii sura yote siwezi kuisoma, ina mambo matano. Ahadi za Mungu nimezielekeza, zimeandikwa kwa ajili yako. Sikiliza. Mtu akiwa anajiwazia mabaya yanamtokea. Lakini hakuna mtu anayeyapenda mabaya. Yusufu alikuwa akitafakari, anaanza kuuliza habari za Ibrahimu. Kwani Ibrahimu alitokewaje na Mungu? Isaka alitokewaje na Mungu? Anaanza kutafakari na yeye kana kwamba Bwana anaweza akamtokea kama Ibrahimu na Isaka. Sikiliza. Kutokana na kujiwazia hivyo, ndoto zake zikawa anaota ya kwamba Mungu amemtokea, amemkuza. Kutokana. Hebu chukua kanuni hii, nikupe kanuni ndogo uiapply kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Chagua tenzi nzuri zinazomwabudu Mungu na kumtukuza Mungu, au zenye ahadi nzuri, ziimbe kabla hujalala. Nakupa kaiapply. Chukua Isaya kama hii ya 60 hii, usome na uitafakari kabla ya kulala. Chukua matendo makuu ya watu ambao Mungu aliwatendea mema, yatafakari sana kabla ya kulala. Utakapolala yanaanza kufafanuliwa kwenye ndoto. Haleluya. Haleluya. Ndoto zinazokutokea kutokana na wazo lako lililorutubisha na kile kilichorutubisha. Sasa wewe kaangalie mazingala kwenye TV ukalala. Unaona watoto watakunyangalia kuna mtoto kusakana kunyangalia. Umerutubisha fahamu zake na matatizo. Uchawi yale manini wanaonyesha kwenye TV ya uchawi, madudu yale, watoto wakiangalia, wewe atafakari halali. Yusufu akawa anatafakari juu ya kuinuliwa na Mungu, anaona anajiwazia kuinuliwa na Mungu, akaota ndoto. Haleluya. 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 Badilisha fikira zako, badilisha ufahamu wako. Anajiwazia mema, anatafakari. Ibrahimu alikuwa mtu wa kawaida, akatokewa na Mungu, akainuliwa na Mungu. Isaka kama mtu wa kawaida, akajiwazia Yusufu, akawa anayatafakari. Akilala anasema nimeota ndoto.
Nimeota ya kwamba tunavuna mikanda ya ngano, mganda wangu ukatembea hadi ng'ambo ya nchi, halafu na mikanda ya ndugu zangu ikanifata, ilipofika ikaniinamia. Hii ndoto nimeiota baada ya matafakari niliyokuwa na tafakari jana kabla ya kulala. Hello. Sasa wewe unawazaga tu mizimu ya bibi yako, mizimu ya babu yako na uganga, utaota hayo ndio yatakayokuwa yakitokea. Umerutubisha kwenye ufahamu wako. Unawazaga tu umaskini, unawazaga tu matatizo, utaota wale kuzunguka wa dini wote, hata wasiokudai utaota watakudai. Mara ya pili akasema, nimeota ndoto nikashangaa, jua limetoka huko nalo likaja likaniinamia, na mwezi ukatoka ukaja ukaniinamia, na nyota 11 zikainama. Amerutubisha. Sikiliza, tafakari. Mungu atusaidie sana. Andika, kuna aina 3 za akili. Kuna aina 3 za akili. Na hupenda kazi kutokana na aina ya akili, na Mungu huzitokea kutokana na zilivyo. Aina ya kwanza nimeita jina rahisi, naitwa akili ya ufahamu. Andika hivyo hivyo, akili ya ufahamu. Kazi ya akili ya ufahamu ni kukusanya taarifa kupitia milango 5 ya fahamu. Kazi ya akili ya fahamu inakusanya taarifa kupitia milango 5 ya fahamu. Yaani mlango wa kwanza macho au kuona, mlango wa pili masikio au kusikia, mlango wa 3 pua au kunusa, mlango wa 4 kinywa, ulimi au kuonja, mlango wa 5 ngozi au kugusa. Sasa hizi taarifa zinakusanywa kupitia milango hii kwenye hii akili ya fahamu. Akili ya fahamu kazi yake kubwa, inachuja taarifa za kufanyia kazi. Inachuja. Na kwa nini? Inatumia kumbukumbu, mazoea. Inatumia kumbukumbu au mazoea. Haifanyii kazi jambo jipya, kwa sababu akili hiyo inachukua matokeo ya zamani na kuwa ndio imejijenga hapo, matokeo ya zamani. Akili hii, kama mtu aliingia kwenye mtihani akafeli. Juzi niliambiwa kule Sinza kuna mtihani alisimamia mwalimu mwenzangu, anasema wote wamefeli darasa zima. Sasa nikawafanyia counseling, nikamwambia msishakiwe kutumia ufahamu wa zamani, kwa sababu ulishafeli. Unajua tu nitafeli. Akili hii inatumia taarifa zilizomo kwenye akili za mtu au matukio iliyorekodi hiyo akili. Iliyarekodi kwa kuona, kwa kusikia, kwa kugusa, kwa kuonja. Kama mtu alishaona mtu akidumbukia kwenye maji akazama,
akili yake imepokea, uwezo ukasimama juu ya maji, si ndio? Hapa nikiwaambia kwamba jamani, leo twendeni, tunatembea kwenda Zanzibar, tukatishe hapo, tusipande meli, tutembeeni twende Zanzibar. Hapo ndipo mtakapoona mchungaji ameingiliwa roho chafu, si ndio? Hii imani ya kigeni huyu sasa, imani potofu ya kutopanda meli, tutembee kwa mguu bahari. Kwa nini? Akili yako ilishapokea kwamba ukikanyaga maji unazama. Haijawahi kupokea kwa kuona, kwa kusikia kwamba mtu anaweza kaelea juu ya maji. Hiyo akili ndiyo akili ambayo binadamu kuitumia. Akili hii ni ngumu kupokea jambo kutoka katika ulimwengu usioonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nitaweza kumaliza kipengele hiki. Iko hivi, kilichowasumbua Mafarisayo kumkubali Yesu, walimuona anakuja kwa maneno wasioyasikia kwa nabii yeyote. Yeye anamwita Mungu Baba yaani anajilinganisha na Mungu, halafu anapoongea anasema yeye ni sawa na Mungu. Akili haijawahi kupokea hilo, inaona jambo jipya ikamkataa Kristo. Akili ya ufahamu. Kwa kufupisha niseme hivi, mtu yeyote ambaye ana mapokeo yoyote aliyonayo akilini mwake na amekaa nayo hivyo, yamejenga hivi, hapasi kuyang'ang'ania, anapaswa yavunje ili upokee utendaji mpya katika maisha yako. Haleluya. Ugonjwa ambao umeombewa mara 200 mara 300, umeshafunga mifunga za aina zote, mikesha ya aina yote, sadaka za aina zote, ukiri wa aina yote, nadhiri za aina zote umetoa, tatizo lile liko vile vile. Unatakiwa utoe, ufute hiyo, lete kitu kipya, utoe hali ya ufahamu. Halo, badilisha fikira zako ili Mungu akutokee. Haleluya. Badilisha fikira zako ili Mungu akutokee. Mwanamke ambaye amebeba mimba mara 3 ikatoka, mara zote huwa anaona nikibeba mimba itatoka, na kibeba mimba leo ataenda kuota ndoto mimba inatoka, kwa sababu ufahamu umeshapokea tukio kwa kuona na kwa kugusa. Mimba imetoka mara 3. Si mnanisaidiaje hapo wapendwa? Akili yake ni ngumu kuamini kwamba mimba hii itasurvive. Haleluya. Sikiliza. Badilisha fahamu zako, Mungu akuunganishe na utendaji wa nguvu sasa. Badilisha. Wewe hujawahi kuamini kwamba utakuja kuaminiwa kupewa milioni 50 za kufanyia biashara. Hujawahi kuamini. 3,000 hujawahi kupata. Unaaminije juu ya milioni 50? Akili imeganda hapo. Mtu mwenye ufahamu huu hawezi kupokea jambo jipya. Yohana sura ya 4 sisomi. Mwanamke huyu alikuwa anaamini katika Yakobo. Anamwambia hata Yesu, ina maana wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo? Anaamini katika Yakobo. Katika Yesu Kristo amefunga milango. Anaona taarifa kuhusu Yesu mimi sielewi, namjua Yakobo. Sikiliza. Askari wa Sauli wa Agano Jipya, yule mfalme wa Israeli, milango ya fahamu ya kuona na kusikia ilikuwa imemsikia Goliathi kabla hawajamuona, na wakamuona anavyopiga watu. Daudi anapozungumza ya kwamba jamani, sikilizeni, leo hii Mungu kwa mkono wangu anamkata kichwa Goliathi, wanamwambia unataka kutuletea shida. Milango ya fahamu haitaki kupokea.
anachokisema Daudi, lakini fikira ya Daudi inaelewa na inafikiria. Fikira yao haikubali anachokisema. Tena wanamwambia Kajinga, wewe una kiburi, jeuri, yaani unadharau hata askari wenyewe wanaliheshimu ili kumana. Hili dude linaogopesha askari, halafu wewe katoto kadogo unajipia tu kapige. Toka hapa, tumekujua ujeuri wako. Lakini fikira yake, fikira ya Daudi yenyewe inaamini, haijawahi kumwona Daudi, haijawahi kumwona Goliathi anapiga mtu, haijawahi kuona Goliathi anachinja mtu, haijawahi kupokea hilo. Yenyewe ilichopokea katika ile akili ya ufahamu, ina taarifa za Mungu alivyowaua dubu, ina taarifa za Mungu alivyowaua simba. Imeona na ikapokea ufahamu. Kwa hiyo anasimama anasema hapana. Askari na mfalme wanasema, mfalme mwenyewe Sauli anasema, Daudi mwanangu, huwezi wewe kupigana na huyo mtu, ni mtu hatari. Lakini Daudi hajawahi kumwona Goliathi akiua watu, hajawahi kumwona, ila yeye kamwona Mungu akipigania watu, yeye kamwona Mungu akiwatendea watu, yeye kamwona nguvu za Mungu zikiwa upande wa wana wa Mungu. Hajawahi kuona nguvu za shetani zikiwa upande wa watu wa shetani, lakini yeye ameziona nguvu za Mungu zikiwa upande wa wana wa Mungu. Yeye anasema hapana, hiyo hainiingia akilini. Fahamu zake zimezoea kuona yale Mungu anatenda, fahamu zake zimezoea kuona Bwana anavyoitikia fikira za wanaomwazia Bwana vizuri. Sikiliza, badilisha ufahamu, badilisha ufahamu. Mwanangu, nakusihi, badilisha ufahamu. Mtoto mdogo yeye hana taarifa za Goliathi, akili yake ina taarifa kuhusu Mungu. Haleluya, haleluya. Natamani hivi, ni kweli tunakaa kwenye dunia yenye matatizo, lakini tunakaa na Mungu amsiye na tatizo. Natamani ubadilishe ufahamu wako, urudi hapo. Ni kweli tunakaa kwenye dunia yenye magonjwa, lakini tuna Mungu aponyaye magonjwa. Ni kweli tunakaa na dunia yenye ajali, lakini tuna Mungu atuponyaye na ajali. Badilisha fikira zako zielekee huko. Mungu akusaidie. Kwa hiyo hii akili ni chujio. Hii akili ya ufahamu ni chujio. Sasa akili namba 2, nimesema aina 3 za akili. Akili namba 2 inaitwa akili ya nusu fahamu. Nimetumia maneno hayo kwa Kiswahili ili kutusaidia. Akili ya nusu fahamu hii inatafakari mambo yote na inachunguza kila kitu kwa kina bila kujali uzuri au ubaya wa hicho anachochunguza. Haliliweki jambo kwenye upande mmoja. Na inafanya hivyo kwa sababu haijaathiriwa na mantiki ya kile tu inachofahamu. Haijaathirika na mapokeo iliyowahi kuyaona. Kwa nini watoto wakifika miaka 7, 6 tunaona ni ndio muda wa kwenda shule ya msingi? Wanakuwa kwenye wakati wa akili wa nusu fahamu. Na ndiyo maana huyu mtu akienda kule anaweza akapokea chochote. Na ndio maana kwenye somo la malezi tunashauri hivi, usimpeleke mtoto boarding shule ya msingi, mpeleke angalau kumaliza msingi. Kwa nini? Huyu hakuna mapokeo yaliyojengwa ndani yake anayosikia. Kwa hiyo yeye chochote kitakacholetwa atakichunguza, kikikubali anaondoka nacho kama alivyokipokea.
Akili hii ina uchunguzi mwingi sana. Inapima jambo lilivyo bila kuongozwa na msingi wowote. Akili hii huleta mabadiliko, na hii ndiyo huleta ugunduzi au uvumbuzi. Tofauti na ile ya ufahamu ambayo walikuwa nayo Mafarisayo. Mafarisayo, hata Yesu aliwaambia, kama mngelimjua Baba mngelimjua na mimi, na kwa kuwa ninyi mmejifanya sio vipofu, mnaona, basi mtakufa katika upofu wenu. Kwa lugha nyingine niseme hivi, tunapokuja katika mambo ya Mungu, usiende na msingi wowote ulionao. Kubali Mungu akufundishe upya juu ya kile unachotaka kutendea. Hii akili humwezesha mtu kuunganika na nguvu za kiroho. Hii akili inamwezesha mtu kuunganika na nguvu za kiroho kwa sababu hana misingi aliyoing'ang'ania ya kanuni za namna ya kukutana na Mungu. Nitawapa mfano. Mifano haya ipo ya Mafarisayo ambao iliwapa shida. Wana vitu walivyovikariri, wanamwambia, angalia Yesu, mbona sisi tunafunga wanafunzi wako hawafungi? Wana mapokeo ya ufahamu, jambo jipya kwao hawalipokei. Mbona sisi tunanawa hadi viwiko, tunaosha na masikio, tunaosha na miguu, wao mbona wananawa tu hapa kwenye viganja? Mapokeo yaliwazuia kupokea utendaji mpya wa Mungu ndani ya maisha yao. Ukitaka Mungu akutokee, uunganike na nguvu za Mungu. Badilisha, acha mazoea na mapokeo. Akili hii inamsaidia mtu kuunganika na Mungu. Akili ya tatu, muda umenishia. Hii tunaita ni akili ya usingizi, fofofo. Akili hii ni nzuri upande sio nzuri, kwa sababu mtu anakuwa hana chochote. Ile tulisema ya pili ni ufahamu nusu. Angalau mtu amepita kwenye mambo machache, lakini hana mambo ya makamilifu. Lakini hii anakuwa mtupu kabisa. Hii ndiyo akili inayotusaidia kuota ndoto, na hii ndoto unazoziota ni ndoto zozote, tofauti na ile niliyoongea ya Yusufu ambayo ameijaza kutafakari. Hii unaota vyovyote. Kwa sababu ni rahisi kuingia katika ulimwengu usioonekana wowote. Hapa kwa mtu asiye na msingi wowote wa neno la Mungu na hana msingi wowote wa mambo yoyote, ni rahisi hata kuota akazungumza na majini. Hii ya pili niliyoisema, akili ya nusu fahamu, ni akili ya kitoto. Wanaufahamu kidogo, lakini si kwa ukamilifu. Na unaweza ukawa shahidi. Nani ulishawahi kuona mtoto wako akifika kuanzia miezi 6, 7, 8, unamweka hapo, unajificha acheze, unamwekea vitu vya kucheza, ujificha sikuone na sigundue kwamba unaangalia? Nani alishawahi kufanya hivyo wamama?
Wamama, uliona nini? Ongea tu ulichoona, kwamba unamweka hapo ujificha, sikujue uko wapi, mwangalia na wekee vitu vya kucheza. Uliona nini? Alianza kulia. Mwingine mama mfanyaji tafiti, yaani daktari amjue mtoto wako kuliko wewe mama unayemnyonyesha. Ya ukweli ya mama Fatima, unabeba mimba miezi 9, alafu unaenda kufundishwa mimba ilivyo. Unafundishwa changamoto za mimba wakati wewe ndio umebeba. Mara kwa mara utamkuta mtoto akiwa anacheza, unaweza kukuta amechana chini, wanawasiliana hata na malaika kirahisi tu, ni kitu rahisi, na ile akili inafanana na ya wanyama. Si mnanielewa? Wanyama wengi huwa wanaona malaika na wanaona mashetani, wanaona wachawi, wanaona majini. Si mnalielewa hilo? Mnalielewa hilo? Imekuwa elimu mgeni kwenu. Unakuta katoto kako hata nyoka anakuja hapa kanamchekea, kanawasiliana na ulimwengu wa roho. Nashangaa kanaongea na malaika, kanacheka, kanacheza, kamefurahi. Hamjasoma habari za mtu mmoja, nabii alipanda punda, alafu punda akaanza kumpiga, punda amegoma kwenda. Mmesoma habari gani? Ilikuwaje? Naona umeitika, umeielewa hiyo habari. Ilikuwaje? Punda anakwenda akagoma, anafunga breki, mwisho akampiga, akapita upande wa mnani, akamchubua kwenye lijiwe, akampiga. Kwa nini unanipitisha, unaacha njia pembeni? Kumbe ameona malaika ameweka upanga sawasawa na kichwa cha mtu aliyempanda. Huyu mtu haoni. Mnanielewa? 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 Punda anaona malaika wa Mungu ameweka kisu hivi, kwamba akipita tu hapa kichwa kinadondoka. Lakini huyu mtu haoni. Alipokwenda, Biblia sema malaika akaenda tena, akaenda kwenye gema kubwa huku na gema kubwa huku, hamna pa kukwepea, akaweka upanga. Sasa malaika akalala chini na ni punda akalala chini, akampiga, mwisho akaongea punda, akamwambia, wewe, si Biblia inasema wewe toka lini mimi nilikupishia? Leo nimegoma kwa sababu yuko malaika anataka kukuchinja pale. Muda wangu umenishia. Andika mambo yafuatayo: jinsi ya kurutubisha akili yako, ufahamu wako, ili uunganike na Mungu. Namba 1, soma Biblia, uitafakari kwa maombi na kuitendea kazi. Soma Biblia, itafakari kwa maombi na kuitendea kazi. Soma maneno ya Mungu kwa maombi, yatafakari kwa maombi, yaishi. Fikira zako zinaanza kubadilika. Fikira zako zikaanza kubadilika. Danieli aliposoma Biblia na kwa maombi, Biblia inasema akili yake ikabadilika, akagundua ya kwamba hatupasi kukaa utumwani tena. Oh, haleluya! Kwa kusoma Biblia akili ya Danieli ikabadilika, akasema hapana, sio muda wa kuendelea kukaa utumwani tena, kwa kusoma Biblia. Hello. Haleluya. Haleluya.
hali yako isitoe maamuzi wala isiasiri fikira zako. Asiri fikira zako kwa neno la Mungu, utapata maamuzi utakayovuviwa na neno la Mungu. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Neno la Mungu litakachoingiza kwenye ufahamu wako, utaanza kutafakari tofauti na ulivyokuwa unatafakari. Walishazoea wakae Babeli, walishazoea wawatumikie Wababeli Wakaldayo, walishazoea wamekubaliana wawe watumwa. Aliposoma neno la Mungu, akili ikabadilika. Sikiliza, Ezra akakileta kitabu cha Mungu kutoka kwenye nyumba ya Mungu, akawasomea Israeli. Alipokisoma, akili ya Israeli ikabadilika. Waisraeli wakapiga kelele, wakasema, haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Tuondoke kutoka nchi hii, turudi nchi ya Israeli, tukalijenge hekalu la Bwana. Kwa kuwasomea maneno ya Mungu, wakabadilisha ufahamu. Halo, wanasifiwe. Kutafakari changamoto za dunia. Sikilizeni, nimewaambia hivi, ukitafakari anakutokea unayotafakari. Sikilizeni, Mashariki ya Kati na Ulaya huko saa zote wanaweza kutengeneza silaha, zinawatokea vita. Si wanaweza kutengeneza hiyo fikira zao na maisha yao yatakuwa vita. Wewe waza mambo ambayo Mungu ameyawazia ulimwengu, wa kwamba iwepo kanisa takatifu la watu wa mchao, iwepo taifa takatifu la watu wa mjao Bwana, wawepo watu watakatifu chini ya jua, wasiotiwa unajisi na uovu wa matendo ya ulimwengu. Waza hayo yatatupokea Tanzania, yatatupokea Watanzania, yataitokea Afrika. Waza mambo ya ufalme wa mingi yakalitokea taifa la Tanzania. Glory to God. Sikilizeni, njia ya kwanza, jaza mawazo yako neno la Mungu. Utaanza kupata ufunuo mpya juu ya matokeo ya maisha yako. Utaanza kuwaza na utaanza kupanga mipango mipya, na utaanza kuona mwelekeo mpya wa matokeo ya maisha yako. Unapofundishwa neno la Mungu, yaani ikiwezekana, kama ungeweza kuongeza masikio, ongeza yawe mali. Sikiliza, tumia akili yako yote kupokea neno la Mungu. Tafakari neno la Mungu. Baada ya hapo, unaanza kuiona dunia ambayo watu wote hawaioni. Unaanza kuona ulimwengu watu ambao hauoni. Wao wanaona dunia ipo, inapokea Injili, inapokea neno la Mungu, inapokea wokovu, inapokea Yesu, inamwabudu Mungu. Hauoni vita. Wao wanaweza vita, watapokewa na vita. La pili, njia ya pili ya kurutubisha akili. Haleluya. Kuimba nyimbo za kumsifu Mungu na kuabudu. Ndio maana natamani unapoingia kwenye ibada kama hii, kuimba kusiwe mtu wa mpaka kuhamasisha. Ninasikitika kwamba mpaka wazee kama kina mama Mchome wanatoka wanacheza, wewe umekaa. Wewe umekaa. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, imba. Tumesoma habari za Paulo na Sila, wako uchi, wamefungwa pingu miguuni na mikononi, wako kwenye chumba ambacho ni kigumu hata kufunguliwa na funguo zake hazikai pale, lakini wakaimba nyimbo. Walipoimba nyimbo, mazingira yakabadilika. Walipoimba nyimbo, akili zao zikabadilika. Walipoimba nyimbo, fahamu zao zikabadilika. Walipoimba nyimbo za kumsifu Mungu, walikuwa wanaomba, wanaimba, wanaomba, wanaimba. Sikiliza, badala ya kunung'unika na kulalamika juu ya mambo yanayoendelea, wewe imba, omba, mwabudu Mungu. Utaona wewe unaona tofauti na watu wanavyoona, na yatatokea yanayotokana na kuimba na kuomba. Walipoimba na kuomba, wanasema na Paulo na Sila, panapo usiku wa manane, wao wakawa wanaomba na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa, na wafungwa wengine wakiwakopolea macho.
Bwana washangaa. Kinachowafurahisha nini? Kwanza wako uchi. Kinachowafurahisha waimbe nini? Wamechukuka, wamepigwa, wanasubiri kuchinjwa. Lakini Bwana akaitikia fikira zilizoingia ndani yao ya kumsifu Mungu kwamba hakuna ufalme, hakuna mamlaka yeyote duniani isipokuwa yeye. Mungu ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, na yeye ndiye humiliki mambo yote duniani kote, anadumu milele. Wanaimba. Sikiliza, imba, omba, imba, omba, imba, omba, utubisha fikira zako. Sikilizeni. Mwandishi wa kitabu cha Miujiza na Ufufuo ni Marekani. Walipokuwa wameenda kuhubiri Somalia kipindi cha njaa ikawapiga, wameenda na chakula chao kama sisi tulivyoenda kule tulipoenda kule Mlembule. Chakula chetu ndio tunakula na wenyeji. Njaa ikawapiga wenyeji, wakaja wakakila kile chakula. Kipindi Somalia watu wanakula maganda ya miti na majani, miti yote wameikomoa kwa kuila. Wao wakapeleka injili na vyakula viliisha ndani ya siku 2. Walikuwa na mkutano wa siku 10. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 watu hawanyanyuki. Hawaendi kwenye mkutano. Ilipofika karibu siku ya 6, watu hawawezi kuinuka. Baada ya mkutano, yule kiongozi wa ile kundi akawaambia, njoni hapa. Wanatambaa, wanaenda wanatambaa na mbele. Wanafika, akawakalisha hapo. Akamwambia neno moja tu. Mnakumbuka namna Mungu alivyosema na sisi tulete injili Somalia? Wanaitika hivi. Hamna amina hapo, zimeishi. Sasa wewe na chai umekunywa na amina uitiki. Siji tutazameni. Chai umekunywa na amina uitiki. Sasa hivi unasubiri ugali na maharaka. Lakini wenzako wana siku 6 ndio maana wanashindwa kuitika amina. Hamna maji, hakuna chochote. Akamwambia ngojeni niwaambie. Wangapi mnakumbuka Bwana alisema na sisi tuje hapa? Wanaitika hivi. Akasema sijawahi kumuona Mungu akasema uongo na hata kuja kusema uongo. Na hapa alisema kweli. Mnakumbuka mmoja akapata nguvu, nakumbuka Mungu alisema atatenda ishara na maajabu kupita kawaida. Hilo akasema hilo ndio ninalonitarajia kuanzia sasa. Aliposema hivyo akambia, hebu tuimbe wimbo huu. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Watu wakaanza mwisho, sauti zikaanza kutoka. Zilipotoka zikaanza kuongezeka. Mwisho wakakaa, walikuwa wanaimba wamelala, wakakaa. Mwisho wakasimama, mwisho wakaanza kurukaruka. Mwisho wakaimba, waliimba karibu masaa 4. Wanaenda kama saa 5 wanaabudu. Wimbo ni huo, ametenda maajabu. Ghafla wakaanza kuona maono. Watu wanaona ono moja ya kwamba wako kwenye ukumbi wa sherehe, vyakula vya kila aina vipo wanakula. Baada ya kutoka hapo wote wameshiba kwenye maono. Kesho yake hakuna mtu aliyehimizwa kuja kwenye ibada ile. Unajua Mungu akitoa chakula hata Waisraeli siku ile Yesu anawalisha mikate. Wale walimfuata wote. Akamwambia, nyinyi mnanifuata kwa sababu ya mikate. Wakaimba siku ya pili, ilikuwa siku ya 7. Siku ya 8, siku ya 10 wakasema tuongeze
walirudi wamenenepa na wamenawiri. Fikira zilipobadilishwa kwa kuimba nyimbo. Wana wa Israeli wameingia Kanaani kwa kuimba nyimbo. Wana wa Israeli wameingia Kanaani, walipoimba nyimbo fikira zikabadilika. Namba 3, kutafakari matukio ya kwenye Biblia aliyotenda Mungu. Tafakari namna alivyowapiga Wamisri. Tafakari namna alivyowazamisha bahari ya Shamu. Tafakari namna alivyowalisha Waisraeli. Ukitafakari hayo, akili yako inabadilika. Unaanza kuona Bwana anapenda katika mazingira yoyote. Tafakari kwamba jangwani pasipo na chakula wanaokota mana, wanakula chakula kitamu kuliko vyakula vyote duniani. Wanakula nyama, wanavaa mavazi hayaishi, wanatembea kiatu hakiishi, wana miguu haivimbi. Tafakari hayo. Haleluya. Haleluya. Tafakari mambo ambayo Mungu alikuponya wakati wa corona. Nyumbani ile uliopanga walikufa mmoja kwa corona, ulipolazwa wodi ile. Tafakari namna watu walivyokata roho, wewe ukatoka. Ya tafakari hayo yatakusaidia kubadilisha fikira zako. Haleluya. 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 Tafakari matendo makuu ya Mungu uliyoyasikia kwenye Biblia. Shuhuda ulizoziona watu wamewainua. Hebu ya tafakari, yaingiza akilini. Angalia maisha ya watu ulioona wanabadilika kutoka kwenye hali duni wakaenda hali ya juu. Hebu mtazame Mungu kwa mtazamo huo. Akili yako itabadilika kwenda mtazamo chanya. Utaanza kuwaza mtazamo chanya. Utaona hata kwangu Bwana anaweza katenda. Utaona hata kwako Bwana atafanya. Tafakari hayo. Watu wasio na waume wamepewa waume. Watu wasio na wake wamepewa wake. Watu wasiozaa wamepewa watoto. Zitafakari shuhuda hizo. Zitafakari matendo hayo ambayo Bwana Sikilizeni wana wa Mungu. Jaza vitu hivyo kwenye ufahamu wako. Fikira yako inaanza kuona Bwana yuko karibu kukutendea wewe. Fikira yako inaanza kuona Bwana amekutazama wewe kwenye foleni, unafuata wewe. Haleluya. 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 Sikiliza, tafakari mambo mema aliyowatendea watu Mungu. Hebu mtafakari yule nani, mtafakari nani ufukara aliyopata Ayubu. Tafakari majaribu ya Ayubu na namna Mungu alivyokuja kumtegemeza kwa uzuri mara 2 ya ile ya kwanza. Tafakari hayo. Je, wewe kwako Mungu atakuja kutenda mara ngapi? Kwa Ayubu ilikuwa alimtendea mara 2. Wewe anaweza kutenda mara 7. Kwa sababu tafakari hayo. Hebu naomba kwa siku ya leo simama. Badilisha fikira zako ili uanze kupata matumaini mapya. Badilisha mawazo yako. Usikimbilie kule watu wanalalamika matatizo yamekuwa mengi. Usikimbilie kule watu wanasema biashara imekuwa ngumu, mafuta yamepanda. Wewe kimbilia kile ambacho Mungu anasema, Roho wa Bwana anasema na wewe asubuhi ya leo. Haleluya. Hebu mtafakari yule mtu aliyepooza kwenye ile sura ya 5 ya kitabu cha Yohana katika birika ya Bethsaida, ambaye amelala hapo, hana msaada, hana fedha ya kupeleka hospitali, wala hana mtu wa kumsemea, wala hana mtu wa kumsaidia. Na wewe tafakari ya kwamba Yesu anakuja kwangu, kwa sababu Yesu huwa anaendea watu wasio na msaada. Yesu anawafuata watu wasio na
usiwazie mara nyingi ulivyoona. Ulipokea taarifa kwa kuona, ulipokea taarifa kwa kusikia, ulipokea taarifa kwa kugusa. Kuna mambo yalikutokea unayahisi yanataka kuendelea, lakini Mungu yeye anataka kubadilisha fikira zako, yeye akutokee. Badilisha ufahamu wako. Inua mikono yako namna hii na ufumbe macho. Nataka Roho wa Bwana aseme na nafsi yako, aseme na ufahamu wako. Sikiliza, wewe usiangalie watu wengine, jiangalie wewe. Kati ya watu ambao Mungu anataka wabadilishe fikira na watokee ni wewe, wala sio wengine. Badilisha fikira zako, badilisha ufahamu wako, badilisha mawazo yako. Usijiwazie ulivyojiwazia. Yale uliyoyaona wamekusemea, yamekutokea, wameyasikia. Hebu badilika. Bwana anataka ufahamu wako ubadilike, autokee. Maana ufahamu wako ukibadilika ni mlango wa kuunganishwa na utendaji wa Mungu. Ufahamu wako ukibadilika ni mlango wa Mungu kuingia ndani ya mwili wako. Tazama, Roho wa Bwana atakuja kwako na nguvu ya Mungu itaingia ndani yako na itasema na wewe na itatenda kwako. Utapata ujasiri ambao hujawahi kuishi, utapata amani ambayo hujawahi kuishi. Utashangaa huzuni na kukata tamaa unayeyuka ndani ya moyo wako. Bwana atakutokea na utaliona tumaini linatokea katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Badilisha ufahamu, badilisha mawazo katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ije juu yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana uguse ufahamu wako, Roho wa Bwana apitie ufahamu wako, Roho wa Bwana kupitia ufahamu wako. Katika jina la Yesu, ufahamu wako usisimuliwe kipekee, usisimuliwe kipekee. Ubadilike, uone liko tumaini tena, uone uko msaada tena, uone uko ushindi tena, uone Bwana anakupenda tena, uone Bwana anakusamehe tena, uone Bwana anakupenda tena, uone Bwana amekusudia mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na achilia mkono wa Mungu wa Roho wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Olika tashika melika lebasa rebo ilebesa rikama ulika randa liare komise linde lima meshara ko renda lima nela pala sori ramo rikani nilishika rikome na tae ramo katika jina la Yesu Kristo. Nimeulai rikola saide bila litanamere meguri na shike. Ninapisha roho za mapokeo na mazoea zilizoathiri ufahamu wako, zilizoathiri fikira zako. Ninazivunja katika jina la Yesu. Kwa neno la Mungu upokee ufahamu mpya, upokee katika jina la Yesu. Roho wa Bwana aguse moyo wako upya. Yesu, watu wanaanza kugusa na mengi. Roho wa Bwana anagusa, anabadilisha mambo katika jina la Yesu. Mbebeni mlete hapa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho wa Bwana tembea na matendo yako makuu na uwezo wako mkuu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninapenda kuapisha na kuharibu kila mapokeo katika jina la Yesu Kristo. Elikoteshaka natangaza kufunguliwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Mungu inavunja kila pando lililopandwa na ibilisi juu ya maisha yako, kila pando la mabaya lililowekwa ndani yako ninaliharibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana kufungue sasa ekarabashaka katika jina la Yesu Kristo. Wewe sio mtu wa kukaa bila amani.
wale ambao mioyoni mwao walikuwa wanasikia mawazo negative, wanawaza mawazo hasi juu ya afya zao, juu ya maendeleo yao, juu ya maisha yao. Bwana anataka atende jambo jipya kwako. Usiwaze tena hivyo. Nataka Bwana akuguse kipekee. Leo Mungu anataka kuguse kipekee. Wale mlioasilika kupitia milango mitano ya fahamu. Umeona mambo mabaya yamekutokea mara kadhaa. Umeona kukataliwa mara kadhaa. Umeona kudharauliwa mara kadhaa. Umeona kushindwa mara nyingi. Umeona kufeli mara nyingi. Naomba watu wote tuwe kwenye maombi. Naomba watu wote tuwe kwenye maombi. Ninasema neno la Mungu hili. Wale mlioathirika kwa sababu ya kuona, kusikia, kugusa na kuonja, leo Bwana kutokee. Roho ya Mungu kutokee. Usijiwazie tena negative. Uwaze positive. Kwa neno hili. 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 Yes. Litamesha kodesi. Kwa neno hili. Litanimo kodesika. Kwa neno hili inaisha. Litaposenda linemelala. Likapelemo sipelemo shaka. Kwa neno hili. Nalileta neno la Mungu lenye nini? Lenye matokeo. Lenye kubadilisha. Lenye kuvunja. Lenye kubomoa. Kwa neno hili nalileta kwako. Katika jina la Yesu. Kwa neno hili nalileta kwako. Nalileta neno la Mungu lenye uweza. Katika jina la Yesu. Nalileta kwako. Nalileta kwako. Neno la Mungu linashuka kwako. Linatenda jambo jipya juu yako. Linatenda ndani yako. Linatenda ndani yako. Katika jina la Yesu. 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 Neno hili. Oh, talimoshika. Neno la Mungu lije ndani yako. Na uwezo wake na nguvu zake. Liumbe mawazo mapya. Liumbe jambo jipya. Liumbe mawazo mapya. Liumbe tafsiri mpya juu ya maisha yako. Ilete tafsiri mpya juu ya maisha yako. Ilete tafsiri mpya juu ya roho yako. Ilete tafsiri mpya juu ya hatima yako. Ilete tafsiri mpya katika jina la Yesu. Itapolaika ndani ya Moseke. Utapola Isaya. Ripori lama. Rinali Moshe. Itamole polama. Itanililishe. Kivi amente. Uweza mente. Roho mente. Tena. Likaposaya. Rinali likoka. Likokoposai. Rinda rama. Ripori kari porina. Rinda jeri penipopo. Rishaka. Na chini ya mimi ya mengi. Matende ya mengi ya tende. Uweza mengi utende. Katika jina la Yesu. Kivi ya mengi. Mabadiliko yatokee. Ya kufuatilia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mabadiliko yatokee. Uweza utokee. Kivi tokee. Kivi tokee. Katika jina la Yesu Kristo. Nikole kari lako. Nikoli kanimilimo. Nikaposai. Nikimililo. Yachilia. Matendo mapya. Matendo mapya ya Mungu. Yafadilishe ufahamu. Uone kama Mungu anavyoona. Uone kama Bwana anavyokuwazia. Uwaze kama Bwana anavyokuwazia. Pokea mtazamo mpya. Uanze dakika hii na sekunde hii. Anza kuona unapokea usichokipokea. Anza kuona unashinda uliposhindwa. Anza kuona unafunguliwa ulipofungiwa. Anza kuona unanena usiyoyanena. Anza kuona unapokea usiyopokea. Anza kuona, anza kutambua. Ikale pale nishike. Ikele sida ndoba. Rina kwele nishike. Mfare koya kae. Yes. Naona uwepo wa Mungu unatembea. Naona nguvu ya Mungu inatembea. Neema ya Mungu inatembea. Utaposaya. Likoni bebelilosha. Rina likoni
kwa jina la Yesu. Mahali hapa uone Bwana, uone mlango wa Mungu kwako, uone baraka ya Mungu kwako, uone kushinda dhambi, uone kushinda uovu, uone kuponywa, uone kuponywa. Roho ya kuona kaburi ninaiapisha, roho ya kuona kifo ninaiapisha, roho ya kuona kukataliwa ninaiapisha, roho ya kuona kupeswa ninaiapisha, roho ya kuona kufilisika ninaiapisha kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu, roho ufalme wa Mungu atendaye matendo make, nazipinga roho zishindanazo nawe, naziharibu roho zinazopingana nawe. Kila lango la kuzimu, kila lango la kichawi, kila lango la kipepo ninaliharibu katika jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mungu yakuguse kwa roho wa Bwana nitaposaya Bwana kufuatilia ile mauti uliyoiona, ninaiondoa. Uone uhai wako, uone uzima wako, uone afya yako, uone ushindi wako. Ile giza uliyoliona ninaliondoa. Uone nuru yako, uone nuru yako, uone nuru yako, uone nuru yako. Ule uchi uliouona na ile aibu uliyoiona ninaiondoa. Uone fahari, uone heshima, uone heshima katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Mungu, roho wa Bwana, tena matendo mapya ikalimosike imeleta moko itasaya imekulisha kitu ya Mungu ibadilisha maisha yako. Uweza unaingia ndani yako, uweza unaingia ndani yako. Roho wa Bwana anakugusa, uweza wake aingie ndani yako, abadilishe matendo ya Mungu. Itemosa wenda limeteremo uyarabasha. Bwana ameshuka, Bwana ameshuka. Abadilishe historia yako, abadilishe historia yako. Nipoliandika rebellibe de logos itaboriandai kwa jina la Yesu. Kuna mtu alikuwa haoni mwelekeo kabisa. Ninaona kuna watu walikuwa hawaoni pa kwenda. Hata wazo la kufanya walikuwa hawana. Hata kuomba walikuwa wanashindwa, hawaombeji. Hawaelewi hata namna ya kuomba. Sikiliza, Roho Mungu ameuona moyo wako. Hata maombi ya kuomba huyaoni ili ombeji. Bwana nataka uone mwanzo mpya, uone mwanzo mpya. Kila jambo baya ulitafsiri kuwa ni jema kwako, kila hali mbaya italeta utukufu kwako katika jina la Yesu Kristo. Letsaya bekenelimisha rendelibelekorita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wingu likufunike, mbele yako likubiwe mwanga, iwe nguzo ya moto katika maisha yako, iwe nguzo ya moto katika maisha yako, iwe nuru kwenye njia yako, iwe kivuli kwenye tabu yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante ninakutukuza katika jina la Yesu Kristo.
jina la Yesu Kristo. Anoint us, let it cry, litoname leboria lila salko maisha. Imalamo intesifona lila boisha. Rinalata menata sijole kroya imayabaya. Melita posinke menaoria lai. Imorika menzai. Urebadora kalime menzai urari. Indapomas. Wema wa Mungu wetu yako sasa. Roho ya Mungu ikutakasi. Na uponyaji wa Mungu wetu yako ukampasi, utokee ndani yako. Matendo ya msalaba yadhihirike ndani yako. Kazi ya Yesu ingie ndani yako. Matendo ya Bwana yakutokee, ukaone utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Ninatamani niombe na watu wote ambao wamekuwa kila wanaposikia sauti ya kuitikia utendaji wa kazi za Mungu huu. Mungu amenisemesha leo usiku kwamba niwaombee. Naomba simama. Kila mtu ambaye amekuwa anasikia, tumekuwa tunatangaza maombi anaitika. Tumekuwa tunatangaza mkesha anaitika. Tumekuwa tunatangaza mchango wa dharura anaitika. Michango mbalimbali anaitika. Mungu ameniambia hawakukutii wewe, wamenitii mimi. Ilikuwa saa 9 usiku leo. Mungu akaniambia hawakusikii wewe, wananisikia mimi. Nitamka mimi niwatendee jambo. Kuna kitu ambacho Mungu atakwenda kutenda kwenu. Na naomba mje mshuhudie hapa. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda kwenu. Watu wote ambao nilikuwa nikitangaza jambo la kazi ya Mungu wanaitikia. Kuna utendaji Mungu ameniambia ni utamke, sio wa kawaida. Anakwenda kuleta kwako. Sio wa kawaida. Unakwenda kukutokea kwa njia usiyojua, wala hutajiandaa, wala si njia zako, wala hutapanga. Tena si kwa njia unazozijua wewe. Wakati wewe unafikiri ni kitu cha kawaida tu, utaona matokeo. Mungu anatenda jambo kubwa katika maisha yako. Simama uinue mikono yako juu. Nami nakwenda kutamka. Ilikuwa saa 9 nikaona Mungu ananisemesha juu ya jambo hili. Nilimwona kama mtu Mchina, kama Mhindi anatembea katika kanisa hili kwenye ibada. Wakati anatembea akawa anawaweka wa alama watu, anaenda anawaweka alama ile alama kama ile wanawekaga Wahindi hapa usoni, anawaweka alama, lakini alikuwa anaichora alama ya msalaba. Alipomaliza akaniambia hawa watu wamekuwa wanasikia, wanatii unachowaambia. Tamka uniwatendee jambo. Utaweka mikono yako kifuani na mimi nitaomba. Mungu akaniambia hawakutii wewe, wamenitii mimi, wameniheshimu mimi. Walipokuheshimu wewe, wameniheshimu mimi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu umenena na mimi usiku wa leo kwamba unataka kuwatendea mambo yasiyo ya kawaida watu hawa. Nami Mungu natamka katika jina la Yesu Kristo, Bwana, watimizie yale ambayo umekusudia kuyatimiza. Watendee yale ambayo umekusudia kuwatendea, zaidi ya walivyotarajia, zaidi ya walivyoomba, zaidi ya walivyowao. Natamka ya watokee katika jina la Yesu Kristo, na wema wako ukawe juu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Tuwe na kikao kifupi cha halmashauri.